ni ripoti ya rais. Amesema hii ni tume yake na hakuna mtu yoyote anaweza kuihoji au kufuatilia kwa undani kilichozungumzwa. Kwa hiyo kuna mambo ya muhimu ambayo tuliyasema mwanzo hii tume ilipokuwa inaundwa. Kwanza, aliyeiunda mwenyewe ni mtu ambaye alipora mamlaka ya umma kwa kutumia mtutu wa bunduki. Kwa hiyo huwezi kujichunguza mwenyewe. Sasa hatusemi bila base, tunasema kutokana na taarifa ya uchaguzi ya SADC na kutokana na taarifa ya uchaguzi ya AU na kutokana na taarifa ya uchaguzi ya Thabo Mbeki Foundation, zote zimesema hakukuwa na uchaguzi na kilichofanyika ni kupora mamlaka ya umma. Kwa hiyo mtu mwenyewe aliyeiunda, kwanza kuna tatizo hapo. La pili, walioko kwenye hiyo tume miongoni mwao aliyekuwa waziri wa ulinzi. Sasa miongoni mwa vyombo vilivyokuwa vinatuhumiwa kwa haya matukio ni vyombo vya ulinzi na usalama. Sasa unapomweka waziri wa ulinzi ambaye ni mtuhumiwa kujichunguza, utegemei kupata kitu chochote. Rais Samia Suluhu Hassan atangaza kuundwa kwa tume ya maridhiano. Je, hii ndiyo suluhisho la mgawanyiko uliotikisa taifa? Usiondoke. Hii ni habari ambayo lazima uisikie mpaka mwisho. Katika kipindi ambacho taifa limegawanyika kimtazamo wa kisiasa, kijamii na kiuchumi, Rais Samia ameibuka na mpango mzito: kuunda tume ya maridhiano na mwafaka wa kitaifa ndani ya siku chache zijazo. Hatua hii imekuja mara baada ya kupokea ripoti ya uchunguzi wa ghasia za uchaguzi zilizozua mjadala mkubwa nchini. Akizungumza kwa msisitizo, rais amesema tume hiyo haitakuwa ya kisiasa tu, bali itawakutanisha wadau wote muhimu: viongozi wa dini, vijana, wanawake, sekta binafsi na asasi za kiraia. Lengo: kufungua ukurasa mpya wa mazungumzo ya kweli, kusikilizana bila hofu na kujenga upya mshikamano wa taifa. Ameweka wazi kuwa serikali inatambua majeraha yaliyopo miongoni mwa wananchi na sasa ni wakati wa kuyaponya kwa njia ya majadiliano ya wazi na haki. Lakini hapa ndipo mambo yanapochukua sura mpya. Wakati baadhi ya wadau wakipongeza hatua hiyo kama mwanga wa matumaini, wengine wameibuka na maswali mazito. Je, tume hiyo itakuwa huru kweli? Je, sauti za wananchi zitasikika au zitapotea mezani? Na je, hii ni suluhisho la kudumu au ahadi nyingine tu? Kwa ujumla, kuundwa kwa tume ya maridhiano kunaweza kuwa mwanzo wa safari mpya ya kuijenga Tanzania yenye umoja, amani na mshikamano. Lakini mafanikio yake yatategemea uwazi, ushirikishwaji na nia ya kweli ya pande zote. Wewe una maoni gani? Je, unaamini tume hii italeta mabadiliko ya kweli? Andika maoni yako hapa chini. Usisahau kulike, share na subscribe ili usikose habari kali kama hii kila siku.